Nilikutana na msichana TikTok huko, akaomba aje kwangu. Kuja kwangu kang'ang'ania kakaa na kuambia mwisho wa siku nimetoka narudi nakuta kahama na vitu. My dear, katika kuposti TikTok huko nakwambia una post, si unajua tena ukipost unatakiwa comment kwa watu ili mradi tu na upate followers na watu waje wakukomentie na kwako. Nikakutana na kasichana hako kakafollow, nikakafollow back, tukawa tunaongea, tunachati, ananisimulia mambo yake, naona anaposti vizuri, anatoka nakwambia, anaenda anafanya kazi zake, anarudi, anaposti vitu vya maana, anaposti wakati mwingine yupo na wasanii, yani anaposti vitu ambavyo unaona kabisa kwamba huyu mtu anajiweza maisha yake. Anaposti apartment, yuko kwenye apartment nzuri, nikasema hey, dada anajiweza huyu. Siku moja ananitafuta, ananiambia ananiuliza baby uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani. Ananiambia na stress hapa, kuna kitu kimenitokea, yani na shida, natafuta tu pa kwenda ili bado nipunguze mawazo. Nikamuuliza nini? Ananiambia kwenye apartment yangu nimepata shida, mwenye nyumba anasema anataka afanye nini? Anataka hii apartment ampe mtoto wake, kwa hiyo anataka nihame. Na sasa hivi nimetafuta nyumba nimekosa, vitu nimepeleka kwa dadangu, sasa sijui nitaka wapi, maana dadangu mimi ana mume wake, siwezi kwenda kukaa na mume wake. Hapo tushachati tushakuwa marafiki. Sio marafiki kivile, ni vile tu tunachati mtandaoni. Nikaona ngoja nimsaidie, nikamwambia njoo kwangu, akaja kwangu, akakaa. Kwanza dada ni mvivu kwa babake, ni mvivu. Anaamka saa 4, akiamka saa 4 anaanza kuambia Lizi leo hatuli jamani, mbona hamna chakula chochote. Mimi mwenyewe nishazoea maisha yangu, mimi ni kutoka kwenda kuhangaika na mishemishe zangu, nikirudi nimekula zangu chips nimelala. Nikamwambia mimi mwenzako, mimi nikitokaga hapa naenda zangu huko nakula hivyo. Narudi, masuala kupika huko mara nyingi sipikaji. Kwa hiyo hata vitu vya kupika huko ndani hamna, yani ni vichache sana, ni juisi ni kila basi mayai. Sasa itakuwaje? Ananiambia unajua akaunti yangu kuna shida imetokea, siwezi kutoa pesa, naomba unikopeshe au ununue basi vitu vya ndani vya kula, mimi nitakulipa baada ya wiki moja. Maana nataka nikafuatilie, naenda benki. Mimi nikaenda kujitolea, nikamuuliza nataka nikopeshe shilingi ngapi au nataka ninunue vitu vya shilingi ngapi. Akasema nunua vitu hata vya 200,000, 300,000 mimi nitakurudishia hiyo hela. My dear, nikaenda nikajitolea, nikaenda nikanunua vitu, nikajaza friji. My dear, yule dada alikuwa anakula kama anafukuzwa. Sio kwa ubaya, sio kwa kumnyenyesea chakula, lakini ni mtu ambaye anaweza akapika mayai hata 10 kwa siku. Hapo atakula wali, atakula nyama hata nusu kwa siku. Yaani akiingia jikoni akitoka na chakula. Akiingia jikoni akitoka na chakula. Wiki ikaisha na kuambia friji lishashuka, lishafika nusu. Nyama tumenunua nyama kama kilo 10 hivi. Zishashuka, vimfuko tumefunga vimfuko vya nusu my friend. Vishaisha karibu robo 3 nzima. Wiki imeisha, nikamwambiaje, pesa yangu iko wapi? Basi hata kama una yote nipe nusu tugawane. Kwa hiyo nusu iwe hasara yangu, nusu iwe hasara yako. Kwa sababu mimi vitu hata kusema kweli mimi nikoga sipiki. Yaani masuala ya kupika vitu vya kupenda vyakula vya nyumbani mimi sina. Kwa muda mwingi nakula nje. Ananiambia subiri bwana, akaunti yangu imefunguka, lakini subiri lako nitakupa, usijali, si tuko hapa. Kwani si bado tunaendelea kuwepo au unataka kunifukuza? Nikamwambia mimi sijakwambia nakufukuza. My dear, ile hela hakunipa. Zimefika wiki 2 na nusu, vitu vyote vimeisha. Nyama kilo 10, sijui mchele kilo ngapi, vitu vyote vimeisha. Ananiambia basi fanya mpango, nunua vitu vingine maana vitu vimeisha. Nikamwambia ninunue vitu vingine. Wewe si account yako ishakuwa tayari, my dear, kanunue sasa tena kununua. Nimenunua vitu vya karibu 300,000, umekuja umeviponda vyote hivyo vimeisha, tena nikanunua vitu vingine. Hapo sasa nimekuwa mkali, maana nimeona dada anataka kunizoea. Nikamwambia kanunue vitu vyako, mimi sina hela. Akaniambia haya. Alienda kununua, hakwenda kununua. Ukirudi unakuta kaacha nguo chafu chini, kaacha vyombo ovyo huko, masufuria yanakaa mpaka yanaota. Kumbuka mimi sipiki. Kwa hiyo yani wakati mwingine kama naenda jikoni naenda kuchemsha, nataka nikachemshe maji, nakuta vyombo vimejaa, nakwambia mpaka vina wadudu, mpaka wadudu wale weupe wanatoka wanatembea. Nikamuita nikamwambia wewe, mbona umeacha vyombo huku ndani vimeozeana hivi? Umepika, umemaliza, umekula, yani ni nini hivyo? Ananiambia mimi mwanzo katika vitu ambavyo sipendi kuosha vyombo. Yaani kwa hiyo mimi nikijeka kuosha hapa naosha tu ninachotumia, ndio kawaida yangu. Mimi watu wote wananijua tu, ndio unijui baby. Kama unaona kero, mimi sioni shida yoyote. Kama unaona kero vioshe. My friend, ndani kwangu niliko kukaribisha mkuja kukaa bila kodi, mimi ningemtoa kinanilimu. Basi akaendelea hivyo, nikasema hapana, nikaviosha vile vitu, nikavichukua nikaviweka kabatini. Nikamwambia sasa, naomba kila chombo utakachotumia ukioshe, usiniwekee vyombo hapo, mimi sitaki vyombo vikae vijaliane huko. Maana mpaka hali ya nyumba, mpaka harufu ya nyumba ikabadilika. Sikio narudi nakuja nakaa tu hivi, nasikia harufu nzito, harufu ya kitu kama kimeoza. Nikamuuliza ndani, mbona kama kuna kitu kimeoza? Kuna kitu kipo ndani kimeoza, mbona nasikia harufu kali sana? Ananiambia hamna. Kesho yake nikaamka, maana harufu kali, nakwambia mafua yamenibana, maana nina allergy ya vumbi, vitu vichafu, kama nikipata harufu naumwa. Kesho yake ndio nikaamka, nasema ngoja nisafishe, nikaanza kusafisha. Napitisha dekio uvunguni kuba babake. Pedi zimejaa, nakwambia kuna pedi zimejaziana huko chini mpaka zinatoa wadudu. Nikamuita nikamwambia wewe, mbona hivi? Mbona umeweka pedi huko chini, kwani unaenda kuzitoa nje ukaenda hata kuzichoma? Ananiambia mimi niliona uvivu nikaziweka, nikasahau kuzitoa. Bwana, si uzitoe, si ukachome, kwani kuna shida gani? Sisi wote si wanawake. Nikamwambia sisi wote wanawake, nyumbani kwangu sisi wote wanawake unaweka pedi mpaka zinazo. Nikamuuliza usikia harufu? Ananiambia bwana, mimi nishazoea, mimi naona vitu vya kawaida tu. Kwani kuna mwanamke ndani ambaye anaona ni vitu vya ajabu? Wewe si mwanamke kama mimi.
Basi nikafanya usafi nikamaliza. Natetemeka maana story ingekuwa ni ya kwangu dada ningeshamvunja kiuno my dear. Huko tusingefika. Basi bwana. Siku hiyo nikarudi nyumbani nikakuta vitu tena vichafu, vitu viko chini. Maana nimefanya usafi ile asubuhi, narudi nakuta manguo yashaja chini, kala chips na kuambia kata makaratasi huko chini na kapaka nyumbani. Kapaka chafua ile makaratasi, yani in short ni kuchafu tena kushachafuka. Nikarudi nikamkuta yuko na mkaka, ni bwana wake. Tumekaa mpaka jioni na shangaa kaka aondoke. Nikamuuliza bwana wako aondoka saa ngapi? Maana nataka leta nimuuliza mbele yake. Bwana wako aondoka saa ngapi? Maana mimi nataka nilale. Ananiambia eti hamna, huyu atakaa hapa, huyu ni bwana wangu, haina shida, hana shida yoyote. Yuko peace tu, alafu yani huyu ni hana shida yoyote. Nikamwambia no, hatuwezi kulala naye, naomba bwana wako aondoke. Nikamwambia kaka, huyu ndani naomba uondoke. Mimi siwezi kulala na mwanaume ndani. Mimi mwenyewe sije kumleta bwana wangu tangu yule demu wako aje ndani. Kwa hiyo wewe huwezi kulala ndani. Yule kaka akaondoka. Kesho yake asubuhi nikawa nimeondoka. Nikipanga jioni nikirudi nimwambie yule binti aondoke kwa sababu nishachoka, sitaki kukaa naye tena. My friend. Narudi, majirani wananishangaa, wanasema kwani nimesahau kitu? Nauliza nimesahau kitu, sielewi nimesahau kitu, nimesahauje? Sasa unajua mimi sinaga tabia ya kuongea na watu. Kwa hiyo hata majirani sikuwa nimewaelezea situation yangu na yule dada, walijua ni ndugu. Nilimwambia tu huyu ni mdogo wangu, akajua sisi ni ndugu. Nauliza nimesahau kitu vipi? Wananiuliza si umehama, si mdogo wako amehama, amesema mmehama. Nikashtuka nakwambia, nikaingia nikakuta yule dada kaondoka na vitu vyote. Nampigia simu hapatikani. Naenda kwenye account yake kaniblock, alafu account yake kaika private. Nikaenda nikaongea na rafiki yangu mmoja hivi, sitaki kumtaja. Nikaongea na rafiki yangu mmoja, nikamwambia, nikamuelezea, akaniambia hiyo haina shida. Si anapenda marafiki, si huyu itakuwa sio mara yake ya kwanza. Ni vile tu hukumchunguza, lakini huyu hawezi kuja kufanya hivi mara itakuwa ndio tabia yake. Sasa kuna mdada ambaye ni rafiki yangu, ambaye ni rafiki yangu ambaye pia ni demo wa huyo kaka. Tukapanga sasa. Akamfollow yule dada. Wakaanza kufollowiana, wakaanza kuchat kama kawaida. Imepita kama mwezi mmoja, miezi miwili hapo nishanunua baadhi ya vitu vingine, niko tu nyumbani. My dear, ukitaka kitu chako kizuri, vitu vizuri havihitaji haraka. Kwa nilikuwa sina haraka, lakini kaka aliniambia vitu vyako utavipata. Vyote utavipata. Akachatishwa mwenyewe, wakaanza kuchati, akaonga urafiki na yule dada, akaanza pia kuleta mazoea. Anamwambia nataka nije nikuone, tutembeleane, sio vizuri tukua tunaonana tu, tunaongea tu online, tuje tutembeleane. Rafiki yangu akamwambia sawa, kama unataka kuja njoo, mimi mwenzako mvivu wa kutembea. Yule dada akaja. Kuja siku ya kwanza akagoma pia kuondoka. Akaanza kumwambia eti mimi sasa hivi siwezi kuondoka, ni mbali, maana mimi nakaa Kibaha, siwezi kuondoka, ni mbali. Akalala pale, mpango unaenda. Kesho yake akawa ameondoka, wakawa wanaongea hivyo, akamkopa rafiki yangu, akamkopa kama 100,000 rafiki yangu akampa, nikamwambia mpe, tukamwambia mpe. Hizo hela zitarudi, mpe, mpango wetu huko bado uko Viere. Akapewa ile hela. Akarudi tena siku nyingine, akamwambia rafiki yangu nakuja tena siku nyingine, na akamwambia vile vile, akamwambia ninakuja kwa sababu kwenye apartment yangu, yani story zile alizonipa mimi, akampa rafiki yangu, akaja. Siku ya kwanza akakaa, siku ya pili, siku ya tatu tukaenda mimi, yule kaka, marafiki zake, tukaenda, tukafika tu mlango haujagongwa, tukaingia ndani, nikaingia mimi wa kwanza. Alishtuka kama sio kujikojolea, yule dada alijikaza sana. Akashtuka, akaniita Lizi, umekuja kufanya nini? Nikamwambia my friend, yani wewe tulia hapo. Kwa kaingia wale wakaka wamejaa vifua, viko Viere nakwambia. Niwaambie tu alifurahishwa, alishughulikiwa. Pale akapiga simu, anasema vitu vingine vilikuwa vishauzwa, lakini alipiga simu akapiga kwa sababu hayuko peke yake, wapo wengi. Wapo wanakundi lao kama watu 5 hivi ambao wanafanya hivyo, mpaka wanaume wako mle ndani. Hata yule kaka ambaye alikuja kulala mle ndani ile siku, wapo kwenye ule mpango. Yaani siku ile alikuwa anapanga kesho yake wabebe vile vitu waondoke. Ni vile tu nilimfukuza yule kaka. Walirudisha vile vitu my dear, walivinunua, tukamwambia sisi hatuna pesa, vinunueni kwa watu mliowauzia, baadhi walikuwa washaviuza. Vitu vyangu vyote vikarudi, pesa yangu yote ikarudi. Akawapigia simu marafiki zake, wakaja, tukamwambia yani wawapigie simu, yani hawahitaji kujua kama unakuja kufanya hii issue. Aliwapigia simu wote, wakaja kwa sababu alijua issue lingine limetiki. Wakaja wenyewe wakafurahishwa vizuri, alafu wakaitwa polisi, wakabebwa, wakapelekwa kwa polisi. Kesi bado inaendelea, hata yani hivyo tu atajua mwenyewe na Mungu wake. Ndio hivyo tu my dear. Kwa hiyo kuweni makini na watu mnaokutana nao TikTok. Hii story imenifurahisha. Ndio nakwambia hivi, alikuwa japokuwa kazubazuba, lakini mwisho kaja kuchangamka vizuri, kanifurahisha kweli yani alipopambana na huyu dada kimpango wake. My dear, uje kwangu, uweke pedi uvunguni, nizikute. Nitakufurahisha mbona? Kuweni makini na watu mnaokutana nao TikTok. Unakutana na mtu TikTok anaanza kushobokea siku ya kwanza tu my dear, kuweni makini. Kuna majambazi humu. Instagram sijui Facebook, unakutana na mtu siku ya kwanza ya pili tu anaanza kukwambia nataka nije kwako, uje kufanya nini kwangu binti? Fahamu mchezo, ni kuweni makini.